Karibu tena msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya 3. Tega masikio yako, simulizi inaendelea kusonga mbele. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli hii ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Maisha ya Mwajei yalibadilika kwa kasi kubwa. Fedha zilianza kumiminika mikononi mwake kama maji. Mwajei alikuwa akilala mchana na kuamka jioni kujiandaa kwenda kwenye vilabu vya usiku vya Dar es Salaam. Wanaume walimpenda sana kwa sababu alikuwa mzuri, mwenye sura ya kuvutia na maneno matamu. Lakini ndani ya moyo wake huruma ilikuwa imeanza kupotea. Siku moja Mwajei akiwa amekaa kwenye baa moja kubwa maeneo ya Posta, alikutana na mwanamke aliyeitwa Sandra. Sandra alikuwa mkali kuliko wanawake wote aliowahi kuwaona. Alikuwa na gari, nyumba nzuri na fedha nyingi sana. Lakini njia za Sandra zilikuwa za hatari. Sandra alimuita Mwajei pembeni. Sandra alisema, Mwajei, unajua bado unateseka? Mwajei akashangaa. Mwajei akamuuliza Sandra, kuteseka kivipi? Nina pesa sasa. Sandra akacheka kwa dharau. Hizo hela zako Mwajei ni ndogo. Kuna wanaume wanatembea na milioni kwenye simu. Macho ya Mwajei yakabadilika. Milioni? Sandra akamsogelea Mwajei karibu. Sandra akasema, tuna walevya wakizidiwa tunachukua kila kitu. Mwajei akabaki kimya. Alijua hiyo ilikuwa hatari. Lakini tamaa ya fedha ilianza kumwingia tena. Usiku huo Sandra alimpeleka Mwajei kwenye apartment ya kifahari. Ndani kulikuwa na wanawake 3 waliokuwa wakihesabu fedha mezani huku wakicheka. Mmoja wao akasema, hii ni kazi rahisi sana kama moyo wako ni mgumu. Mwajei akauliza kwa sauti ya chini, na wakifa je? Chumba kikawa kimya kwa sekunde chache. Kisha Sandra akasema, mjini hakuna mwenye muda wa kumuonea huruma mtu. Baada ya wiki moja Mwajei akafanya kazi yake ya kwanza ya wizi. Mwajei alikutana na mfanyabiashara mmoja aliyekuwa amelewa sana. Alimchekea, akampatia vinywaji. Kisha Sandra akaweka dawa kwenye glasi yake. Dakika chache baadaye yule mwanaume alianza kulegea. Walimbeba hadi hotelini. Walipoingia ndani wakaanza kupekua mifuko yake. Walichukua pesa, simu, kadi za benki na saa ya gharama kubwa. Mwajei alikuwa anatetemeka, mikono yake ilikuwa baridi. Lakini aliposhika mafungu ya fedha hofu yote ilipotea. Usiku huo alilala akiwa amekumbatia pesa kitandani. Na hapo ndipo moyo wa Mwajei ulipozidi kuwa mgumu. Kadri miezi ilivyopita, Mwajei akawa mtu mwingine kabisa. Alianza kunywa pombe kupita kiasi. Alianza kutumia dawa za kulevya. Mwajei alianza kuingia kwenye mahusiano ya wanaume wengi kwa wakati mmoja. Mwajei hakukuwa tena na aibu. Hakukuwa tena na heshima. Aliwasahau kabisa wazazi wake wa Mtwara. Siku moja mama yake alipompigia simu tena, Mwajei alimjibu kwa hasira mama yake, mama, mimi si mtoto tena. Acheni kunifuatilia. Mama yake alilia sana. Binti yangu, tunakumisi nyumbani. Lakini Mwajei akakata simu. Akaenda kilabu kuendelea na starehe. Usiku mmoja akiwa kwenye kilabu maarufu, mwanaume mmoja kijana mwenye sura ya upole alimfuata. Alikuwa tofauti na wengine. Hakulewa. Hakupiga kelele. Aliongea kwa utulivu. Mwajei, nimekuwa nikikuona sana hapa. Mwajei akacheka. Mwajei akauliza yule kijana, na leo umekuja kununua mapenzi? Yule kijana akatikisa kichwa. Akasema hapana.
Nataka kukufahamu. Mwajei alicheka kwa dharau. Hakujua kuwa mwanaume huyo alikuwa mwanzo wa mwisho wa maisha yake. Siku zilizofuata yule mwanaume aliendelea kumtafuta. Alikuwa akimuletea zawadi. Yule kijana alikuwa akimpeleka Mwajei sehemu nzuri na kumfanya Mwajei ajisikie wa thamani. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Mwajei akaanza kuhisi kama anapendwa kweli. Lakini hakujua kuwa nyuma ya tabasamu la mwanaume huyo kulikuwa na kisasi kikubwa kinakuja. Itaendelea sehemu ya 4. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manumbu ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali na yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya 4. Asante sana.